Shukran sana. Okay. Christine, yeah. Kwa yule ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, unaitwa nani? Yeah. Unatokea wapi? Unafanya muziki wa aina gani? Yeah. So jina langu ni Tao Blaze. Tao Blaze, catch me sitting sideways hapa Radio Maisha. Shukran sana kwa hii fursa kukuja hapa. So Tao Blaze alizaliwa hapa Nairobi. Mimi ni msanii kutoka Nairobi representing 254. Okay. So naimba kwa Kiswahili na Kiingereza. Yeah, it's a mix. Tao Blaze. Unajua bwana, sisi ni wa Kenya, mambo ya kizungu kingi hatuelewi sana. Labda uweze kutuambia Tao Blaze inaandikwa vipi? Yeah, Tao Blaze inaandikwa T-A-B-L-A-Z-E. Tao Blaze. Ni hivyo tu, yani T-A na Blaze. Yeah. So jina langu la ukweli ni Tabir. Tabir. Yeah, kama utabiri. Okay. Yeah, so, tabir. Yeah, so kama yani tabiri ya moto, yani fire. Exactly. So Tao Blaze. Unajua ukitema mistari inasemekana kuwa una Spitfire. Yeah. So hapo ndio Tao Blaze katoka. Yeah. Okay, labda Tao Blaze tuweze kujua anafanya muziki wa aina gani? Yeah, so Tao Blaze anafanya Afro beats, Afro pop na pia some rap. Unajua mtu akikuangalia hivi anaweza sema bwana huyu kama ametoka Saudia huyu, ama ametoka kule Mombasa. Okay, labda uweze, na umetuambia Tao Blaze ni mzaliwa hapa Nairobi. Labda tuambie story yako kwa kifupi tu, imekuwaje? Yeah, asante sana. So Tao Blaze alizaliwa na kulelewa hapa Nairobi, hapa mjini. Kwa hivyo mambo ya mjini kwangu si mageni. Okay. Wanasema maneno haya sio mageni jijini. City boys. Okay. So safari langu lilianza Isa alipoangusha nimefika. Back in 2003. Isa alipo release nimefika. Ogopa alipo release Ogopa 1. I was very inspired by hizo mziki. Ilinionyesha kwamba kwa unaweza kuwa msanii hapa Nairobi. Yeah, so nilianza kuandika nyimbo zangu kidogo. CMB Prezo akanisikiza, akanicheki nikiperform, akaniita backstage. So hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa safari langu kwa CMB. So Tao Blaze ametoka tangu enzi zile, wakati ambapo tunasikia kina Isa, tunasikia kina Prezo, kina Nameless, kina nani. And by the way, talking of Nameless, leo hii kuna concert yake ya miaka mingapi? Yeah, I think Nameless at 25. 20, of course. So hao ni watu ambao walini-inspire sana. Okay, so umeamua, hebu niulize kwanza, safari yako ya kufanya muziki imeanza wapi? Is it a talent that uligundua kwamba ulizaliwa nayo, ama ni kuangalia tu wasanii wengine ambao walikuwa wakifanya kazi ukasema kwamba you know what, I want to do this thing? Naweza sema kwa nilizaliwa katika familia yenye kuna wanamziki wengi. So mamangu anaimbanga. Mama pia anaimba? Mama pia ni msanii. Labda niweze kuuliza, mama pia ni Mkenya? Mama ni Mkenya. Mwarabu ama? So wazazi wake wametoka nchi ya Pakistan. Okay. Yeah, so zamani sana mama ya mamangu alipokuwa mdogo, huyo ni bibi sasa, bibi wangu alikuja hapa Nairobi akasettle. Mama na ndugu na madada zake walizaliwa hapa Nairobi. So katika familia yetu tuko na yo mixture. Okay, so unasema kwamba mama pia alikuwa msanii wa ngoma gani labda? So mama anaimbanga ngoma za Kipakistan. Zinaitwa ghazals. Ngoma sana inafanana na ngoma za Kihindi. So mama na ndugu yake pia wameshikana, wako na like a group.
group yao inaitwa Feroz. So hapa nchini Kenya bado? Hapa nchini Kenya. Okay, lakini wanaimba ngoma za Kihindi. Yeah. Lakini wewe ukaamua kwamba you know what, sitaki kufuata footsteps za mama. Nataka actually nichukue genre ya hapa nchini Kenya. Hapa kwetu niweze kufanya muziki wa hapa Kenya. Labda wakati ambapo ulifikiria maybe naweza ingia kwenye studio nikafanya ngoma, ilikuwa ni lini? Nilikuwa very young. I think nilikuwa na miaka 15. Okay. Yeah, hapo ndio nilirecord ngoma yangu ya kwanza na Prezo. Ilikuwa ngoma kubwa. Ilikuwa inaitwa Check-in na Roll. Okay. I hope DJ Check-in na Roll. Check-in na Shan. Okay. Check-in na Bus. Check-in na Handle Mine. So hiyo ndio ilikuwa kama introduction yangu kwa music industry ya Kenya. Okay. Yeah. So tangu ukiwa na miaka 10, umesema 10 na mingapi? 15. 15. Mpaka sasa hivi labda niweze kuuliza hatua ambayo umepiga kwenye safari ya muziki ni gani, na unaweza sema nini kuanzia wakati ambapo uko na miaka 15 mpaka leo hii ukiwa msanii hapa nchini Kenya? What are some of the challenges? Lakini kwanza tuanze na hatua. I think nimebarikiwa sana kwa vile watu wamepokea muziki yangu. Ukiniona unaweza jua pengine sijatoka hapa Nairobi, Okay. Lakini nimezaliwa hapa Nairobi and that's why naimbanga kwa Kiswahili kwa sababu hiyo ndio lugha inaniguza kwa moyo. Hiyo ndio lugha. Hapa ndo nyumbani. Hapa ndio exactly. Hapa ndio nyumbani. Baba Mkenya? No, so babangu ametoka Bangladesh. Okay. Lakini amekuwa akiishi hapa Nairobi kwa miaka 40. So baba na mama wote walitoka nyumbani wakaja wakakutana Kenya. So walikutana nchi ya Russia. Okay. Wakiwa wanasoma university. Okay. So walienda huko kusoma. Lakini wazazi wao walikuwa wako Kenya. Wazazi wa baba walikuwa Bangladesh. Wa mama walikuwa wako Kenya. Yes. Okay. Yes. Wakapatana kule university wanasoma. And then wakapendana. Inakaa mama ako na influence. Kweli sana. Mimi mtoto wa mamangu. Kabisa. Okay. Shout out to mom. I love you mom. Okay. So kwa miaka ambayo umekuwa tangu miaka 15 mpaka sasa hivi, unaweza sema labda changamoto ambazo, kwa sababu I understand kwamba umegrow hapa nchini Kenya bado. Yes. Na masomo yote umepata hapa nchini. So masomo baada ya siku zangu kwa CMB, so 2009 nilipata chance ya kusoma architecture majuu. Okay. So nilienda nikasoma for I think about 7